Bwana, karibu tena katika filamu hii hapa, ambayo siku ya leo ninaamini kuna jambo kubwa sana utajifunza. Na kama ndio kwanza unaitazama movie hii kutoka kwenye chaneli hii, tafadhali subscribe kama bado hauja subscribe. Katika haya maisha kuna wakati linakukuta jambo zito sana ambalo linabaki kuwa kama kovu lisilofutika katika maisha yako yote. Hii stori yetu ya leo ni ya kweli kabisa, ambayo imetokea katika maisha halisi. Hii itakushangaza na kukufungua fahamu zako, ujue kiasi gani watu wanapitia mateso yanayoumiza. Kuna mrembo anaota ndoto mbaya sana hapa, anaita bibi, hapa ni wapi? Mbona sipajui hapa? Alafu anasikia sauti ya mwanaume ikimwambia, tulia wewe, laana hii ndiyo urithi wako. Bibi yako aliibeba na mama yako akaibeba, na sasa ni zamu yako kuibeba. Jamaa likaendelea kusema, mpatie mama huyu mtoto. Aha, vizuri sana. Sasa mpatie na huyu binti, mpatie binti yako. Wakati huo huo, binti mwenyewe analia kweli kweli, hataki kubebeshwa mzigo asiyoujua. Lakini ndiyo hivyo, urithi ni urithi tu. Na mwishowe akaanguka, mrembo akakurupuka kitandani, huku anasema, Mungu, ndoto gani hii tena jamani? Basi binti akaanza kujiandaa, anaenda zake kazini. Huyu mrembo jina lake anaitwa Itohan, binti mzuri kabisa, mwenye tabasamu na mrembo kabisa. Akiwa ofisini anapanga ratiba zake, anze na kipi, ghafla kuna nesi akaja akamwambia, mgonjwa wako amefika na anasema hataki kutibiwa na mtu mwingine yeyote isipokuwa wewe tu. Basi Itohan akainuka na kwenda kumwangalia huyo mgonjwa wake. Huyu jamaa anaitwa Maxwell, anakuja kila siku hapo hospitali, anafanyiwa check up, anaambiwa aende nyumbani akapumzike, ila jamaa bado anaendelea kuja tu hapo hospitali kwa sababu anampenda sana huyu mrembo Itohan. Sasa wakati Itohan anaongea na Maxwell, ghafla akahisi maumivu fulani hapa kifuani kwake. Maxwell akauliza, dokta vipi? Kuna shida au? Mrembo akajibu, hapana, itakuwa tu ni uchovu wa kazi, nimechoka tu, sielewi hata sijui ni kwa nini. Basi akapotezea namna hiyo. Baada ya muda akarudi tena ofisini kwake. Hapo akatulia na rafiki yake, wanapiga stori 2-3, lakini akamwambia, nahisi maumivu upande wa kifuani hapa. Rafiki akamshauri, kama maumivu yanazidi, nenda ukamwone daktari, usije kupuuzia, kumbe tatizo ni kubwa sana. Kumbuka huyu mrembo ni daktari, lakini mganga hajigangi, kwa sababu yeye ni daktari, anahusika na vitu vingine kabisa, na yeye hapa anasumbuliwa na kitu kingine kabisa. Mrembo Itohan aliporudi nyumbani anaona kabisa maumivu yanaongezeka, ila akajisemea tu moyoni mwake, Mungu wangu, tafadhali isije kuwa hiki ni kitu kile ninachokiwaza jamani, sitaweza kabisa. Siku iliyofuata mrembo akaenda kwa daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama, na daktari akamwambia, tumekufanyia vipimo vya kila namna, inaonyesha kabisa kuwa kuna uvimbe fulani kwenye matiti yako, lakini usijali sana, kwa maana tunaweza kukupatia matibabu na ukawa sawa kabisa. Ni vile tu tukichelewa inaweza kuwa mbaya, ikaleta kansa au kitu chochote kile kibaya zaidi. Hili swala likamshtua sana Itohan, anajiuliza, kitu kama hiki kimetokea wapi tena jamani? Basi baada ya mazungumzo na daktari akamruhusu mrembo kuondoka, huku wakiwa wamekubaliana kwamba atarudi tena kwa ajili ya matibabu. Mrembo Itohan alipofika nyumbani anashangaa kumkuta mpenzi wake yuko hapo mlangoni anamsubiri. Hey baby, unafanya nini hapa? Tumeongea kwenye simu na wala hukuniambia kama unakuja. Baby, naitaka nikusurprise tu. Happy anniversary mpenzi wangu. Kumbe jamaa alikuja kumsurprise mpenzi wake siku ya anniversary. Sasa usichanganyikiwe hapa kitu kimoja. Kuna yule jamaa wa kule hospitali ambaye nilikwambia anaitwa Maxwell. Yule ni crush tu, yani ni mtu ambaye anampenda sana Itohan, lakini bado hajapata nafasi ya kuwa naye, ila huyu mwanaume tunayemwona hapa ndio mpenzi halisi wa Itohan. Basi wakaingia ndani na stori zikaanza. Jamaa anamwambia mpenzi wake kuwa kuna sehemu fulani nzuri, nataka twende tukapumzike kwa ajili ya kufurahia anniversary yetu, ila mpenzi anaonekana yuko mbali sana, amejawa na mawazo tu. Jamaa akaanza kuita, baby, kuna shida? Binti akakurupuka, I am sorry baby, nahisi kuna kitu nilikuwa nataka kukuambia mpenzi wangu. Mchizi akauliza, nipo kwenye matatizo au kuna jambo lolote lile? Mrembo akajibu, hapana baby, ila nilikuwa nasikia maumivu hapa kwenye matiti, kwa hiyo nikaenda kwa daktari, wamenifanyia vipimo na wamegundua niko na uvimbe kwenye maziwa.
Jamaa akauliza kwa hamaki, he baby, una kansa au? Itoan akamjibu mpenzi wake, hapana baby, sio kansa. Jamaa akaanza kuwa na wasiwasi. Inaonekana kabisa hizi habari zimevunja moyo au zimemharibia malengo yake. Siku iliyofuata, jamaa akiwa na marafiki zake wanapiga stori. Marafiki zake wakawa wanamshauri tu, wewe, huyo binti anakudanganya bana, inawezekana kabisa hiyo ni kansa, lakini anashindwa ni wapi pa kuanzia kukwambia, kwa sababu anajua hiyo kansa ya matiti lazima tu atakatwa titi, na pengine jiandae tu kuwa na mpenzi ambaye hana matiti. Mwingine akadakia, yo bro, hiyo ni kansa, na huwa inaanzaga hivyo hivyo, kia uvimbe kidogo kadogo kanakuja tena, alafu na shangaa limekuwa li uvimbe likubwa, na mwisho wa siku ni kukatwa tu, amna namna. Sasa mwenetu, utakuwaje na demu ambaye hana matiti? We jamaa, utakuwa ni wakushangaza sana. Mwenye mpenzi naye akauliza, hasa wanangu, hapa nafanyeje? Ninyi si mnajua ya yule mwanamke nimekuwa naye muda mrefu sana. Jamaa wakampa ushauri rafiki yao, wakamwambia, wewe mfuate yule mwanamke wako, alafu mwambie kuwa unahitaji breki ya miezi 6 ili wakati mpo kwenye breki hapo hapo unapata nafasi ya wewe kuachana naye kabisa. Huku upande wa pili, mrembo Itoan yupo na daktari wake, wanajaribu kutazama namna gani wanaweza kumsaidia. Dokta akamuuliza, katika familia yenu kuna historia yoyote ya mtu ambaye amewahi kupata kansa? Mrembo akajibu, sina uhakika, ila mama yangu alifariki mapema sana na sikujua ni kitu gani kilimuua. Lakini kwa nini umeniuliza hivyo dokta? Daktari akamwambia, tumekufanyia uchunguzi sana na tumeshangazwa na uvimbe wako, inaonyesha kuwa ni kama vile ni kansa, alafu imeshafika stage ya 2. Kwa hiyo kuna baadhi ya matibabu ya mionzi hapa itabidi uanze, lakini yana changamoto kidogo. Unaweza kujikuta unapungua uzito, ukadhoofika na kupoteza nywele na vitu vingine kama hivyo. Taarifa hizi zilivunja sana moyo wa Itoan. Anajiuliza, imekuwaje hadi nimeupata ugonjwa wa namna hii? Binti aliporudi nyumbani akakutana tena na mpenzi wake. Jamaa akamwambia mpenziwe, baby, nafikiri tunahitaji breki, tupumzike kidogo kwenye mahusiano ili na wewe upate nafasi ya kupona haraka bila mawazo. Itoan akashangaa sana, breki kivipi baby? Mbona mimi sijasema kwamba umekuwa mzigo kwangu? Kwa nini unahitaji breki? Huyu jamaa ameshawishiwa na marafiki zake kwamba kansa hii itambadilisha mwanamke wake kiasi kikubwa sana, na hatimaye hata kuwa yule binti mrembo ambaye alikuwa naye kwenye mahusiano. Baby, nitakuwepo kando yako kukusaidia, ila ujue sijawahi kabisa kuimagine kuwa na mwanamke ambaye hana maziwa. Nitawezaje mimi mpenzi wangu? Itoan hapo ndipo anakuja kujua kuwa tatizo sio la kupeana breki, bali tatizo ni madhara yanayokuja kutokana na ugonjwa wake. Mrembo akaomba sana mapenzi yao yaendelee, asimwache katika kipindi hiki kigumu, lakini mpenzi wala hakujali. Jamaa akainuka na akamtakia safari njema na akaondoka. Kuna msemo unasema, bahari inapochafuka ndiyo inampa nahodha uwezo wake wa kuongoza meli. Katika hili, ugonjwa umekuja, mpenzi anayetegemewa kutoa faraja amekimbia. Kiukweli huyu hakuwa mume bora kabisa, na hili pengine limekuja kumfunua Itoan mapema. Itoan akaanza matibabu ya kansa, akatibiwa kwa miezi kadhaa, na madaktari walipomfanyia vipimo tena akaonekana kuwa amepona kabisa, yuko safi. Hapo kilichokuwa kimebaki ni matibabu madogo madogo tu pamoja na diet ili aendelee kuimarika vizuri. Lakini rafiki zake hukutana hapa ili kumpongeza, maana kuishinda kansa sio kitu rahisi. Wakati huo pia Maxwell alikuwepo. Baada ya siku chache kupita, Maxwell akapata nafasi ya kwenda outing na Itoan. Kumbe jamaa alikuwa anampenda binti hata kabla hajaanza kuumwa. Sasa Itoan ametoka kuachwa na mpenzi wake. Kwa hiyo Maxwell alipoanza tu kuingiza habari za mapenzi, ghafla mrembo akaanza kubwatuka, anaongea kwa uchungu, tena kwa sauti ya juu. Yaani watu sijui mko vipi? Kwa nini hili neno nakupenda mnalitumia vibaya sana? Mapenzi, leo namwambia mtu nampenda, kesho haupo naye tena. Yaani watu sijui mkoje kabisa. Mrembo akajishtukia kama alikuwa anaongea kwa nguvu sana, akamwambia Maxwell, pole Maxwell, nilipitiwa kidogo tu. Maxwell akamwambia mrembo, najua unapambana na ugonjwa wako, lakini naomba ujue sipo hapa kwa ajili ya furaha peke yake, bali katika nyakati zote mpaka ngumu. Itoan akafarijika kidogo, lakini hakumpa nafasi ya mapenzi ya moja kwa moja.
Baada ya siku kadhaa kupita, mrembo akawa anajiona kabisa kuwa amepona kansa. Usiku mmoja ile ndoto ikarudi tena, anaota akiwa anakabidhiwa mizigo asiyoijua. Alipokurupuka usingizini, akashangaa kuona kifua kinamuuma, na tena kinamuuma sana kuliko pale mwanzoni, kama ilivyokuwa mara ya kwanza tu. Mrembo akapatwa na woga sana, huku anamwomba Mungu, tafadhali isije kuwa hii ni kansa imerudi tena. Siku iliyofuata mrembo akaenda hospitali kupima na akaambiwa kansa imerudi tena, na safari hii imesambaa mpaka kwenye ziwa lingine na imefika stage 3, stage ya 3. Daktari mwenyewe anashangaa, haelewi inawezekanaje, mtu alishapona alafu ghafla imerudi tena kwa kasi ya zaidi ya mara ya kwanza, tena imeenda moja kwa moja mpaka stage 3. Mrembo alipotoka hospitali akapanda gari yake kwa mawazo, akaenda moja kwa moja mpaka nyumbani kwa shangazi yake. Alipofika akauliza historia ya mama yake na bibi yake. Shangazi akamwambia, mama yako alifariki kwa kansa akiwa na miaka 34 na bibi yako alifariki pia kwa kansa hiyo hiyo akiwa na miaka 35. Wote walifariki kwa sababu ya kansa. Itohan akamwambia anti yake, anti, mimi nina miaka 32 sasa hivi, ina maana mwisho wangu umekaribia? Shangazi akakosa majibu zaidi ya kumpa, akabidi aendelee kumfariji tu binti yake. Baada ya siku chache kupita, mrembo akapelekwa hospitali kwa ajili ya matibabu pamoja na kufanyiwa surgery. Daktari yupo pale anampatia matibabu na pia anamwambia itabidi uende tu nyumbani kwa ajili ya kuendelea matibabu madogo madogo, utakuwa unakuja. Baada ya kukaa siku chache hospitali, mrembo akarudishwa nyumbani akiendelea na matibabu madogo madogo. Sasa leo Maxwell akaja kumtembelea baada ya kuona mrembo yuko kimya kwa siku nyingi, hajatoa jibu lolote lile. Jamaa alipokaribishwa akamuuliza, mbona unaonekana haupo sawa hivi? Mrembo alishindwa kuongea, akatoa kitambaa alichokuwa nacho amejifunga kichwani akamwonyesha. Yaani mrembo ameliwa na kansa mpaka nywele zake zote zimenyonyoka. Ni hatari sana hii. Itohan akamwambia Maxwell kwa uchungu, Maxwell, najua sio lazima ubaki, sitakulaumu kabisa kwa chochote kile hata kama ukiondoka. Maxwell, nilivyo, hebu niangalie hali yangu, unaweza ukaondoka tu ukaendelea na mambo yako mengine. Maxwell kwa upendo aliokuwa nao akamwambia mrembo, siondoki kwenda popote pale, najua tu utakuwa sawa, usijali, tumwamini Mungu anaweza akafanya. Itohan akamwambia Maxwell, huwezi kuwa na mimi, hebu niangalie hivi nilivyo. Tayari mimi nywele zangu hazipo tena, na angalia kansa ilivyoniharibu. Maxwell, tafadhali hebu ondoka, niache mwenyewe, nitakuingiza kwenye matatizo ambayo hauwezi ukayamudu. Hizi habari zilimuumiza sana Maxwell. Jamaa akaonyesha ukomavu na upendo wa hali ya juu, akamsogelea mrembo na kumfariji, akamwambia, nitakuwa na wewe katika kila hatua, nitasimama na wewe mpaka mwisho. Sasa usiku uliofuata mrembo akapatwa tena na ile ndoto, anajiona anabebeshwa mizigo mizito na akashtuka kutoka usingizini. Kilichofuata hapo, mrembo akarudishwa tena hospitalini akiwa hajitambui. Amekuja kuzinduka, anamuona Maxwell amelala kando yake, akamuita, Maxwell, Maxwell. Jamaa akashtuka kutoka usingizini. Maxwell, nini kimetokea? Mbona sielewi? Wakati wanaongea, daktari naye akaja akawasalimia, alafu akawaambia, kuna kitu nataka nikwambie Itohan, sijui utakuwa sawa nikiongea mbele ya Maxwell? Mrembo akamjibu, hamna shida dokta, ongea tu. Tumekufanyia vipimo lakini kuna vitu tumechanganya sana. Tumefanya uchunguzi mara 2. Mwili wako wote umeonekana seli za kansa zimesambaa mwili wako wote. Kitaalam hii haijakaa sawa kabisa. Hebu mimi na shauri mgeenda mkajaribu na upande wa pili, pengine hili jambo lipo kiroho zaidi, kwa sababu haiwezekani kansa inakuja kwa spidi namna hii. Haya maneno yalikuwa mazito sana. Dokta akaendelea kumshauri akimwambia, wewe ulisema ni Mkristo, nafikiri huu ni wakati ambao unahitaji kuutumia imani yako kwa Mungu. Unahitaji sana kusali dada yangu. Haikuwa rahisi kuyaelewa maneno ya daktari. Mrembo Itohan alibaki akilia tu, anatamani kuaga dunia japo bado anaipenda. Mrembo akaomba apewe medical form ya kujaza ili kukiri kuwa amekata tamaa, linalokuja na liwe. Maxwell alibaki pembeni yake hapo akiendelea kumfariji. Hapa kati yao upendo
na imani vinaishi pamoja. Ethan aliporudishwa nyumbani, rafiki yake wa karibu ndiye akawa anafanya kazi ya kumhudumia kwa kila kitu, lakini kwa upande wake Maxwell kila mara alipokuwa nyumbani, jamaa alisali kwa imani sana. Maxwell alipiga maombi kwa Mungu akiomba uponyaji juu ya Ethan. Usiku na mchana alipiga magoti na kusali. Na Maxwell anakuwa ni role model kwa wanaume wengi ambao wanapitia hali kama hizi. Pengine suluhu sio kukata tamaa. Maxwell anachokifanya ni jambo la kishujaa. Inawezekana kabisa wewe mwanaume unaitazama rikapu hii, unaweza ukamfanya Maxwell kuwa role model wako katika kila hatua ngumu unayoipitia na mpenzi wako. Ethan naye alipojua wakati wake siku za mwisho umekaribia, aliamua kumgeukia Mungu na kuomba toba na rehema. Alisali na kusoma Biblia wakati wote akiomba uponyaji kwa Mungu. Siku moja mrembo alipokuwa akisali mpaka machozi yamemtoka, ghafla kuna maono yakamjia. Anajiona akiwa sehemu ile ile ambayo alikuwa amebebeshwa mzigo asiyoujua. Safari hii anarudisha mashambulizi. Sitaki tena. Mrembo akautua ule mzigo. Yule mwanaume akamuuliza, unafanya nini binti? Unafanya nini? Hii laana hainihusu mimi, sihitaji, sitoibeba. Ule mzimu ukamjibu, hii laana ipo katika uzao wenu, ni ya kwako. Mrembo akamsomea kifungu cha Biblia, Ezekieli 18 mstari wa 20, mwana hata uchukua uovu baba yake, wala baba hata uchukua uovu wa mwanaye. Mzimu ukasisitiza, huu ni urithi wako, lazima ubebe. Ethan akamwambia, sasa hivi mimi nimezaliwa katika Kristo, urithi wangu ni yeye pekee, Kristo tu ndio urithi wangu. Wakabishana hapo kwa vifungu vya Biblia. Mzimu unajifanya mgumu kinoma. Mrembo akaanza kuomba akipiga maombi mpaka ananena kwa lugha, akawa ananena tu ripokatepe. Unajua tena Wakristo kweli, mpaka vifungo vilivyofungwa vyote vikafunguka. Kwa hili ndugu zangu wa Kristo nawapa saruti. Sasa akashtuka pale kitandani alipokuwa amelala. Ghafla anajisikia ni mtu mwenye nguvu sana. Akamwita, anti. Shangazi alipofika akaanza kusimulia ile ndoto aliyoiota. Alimsimulia mwanzo mpaka mwisho, akamwambia ni Mungu tu ndiye ambaye amenikomboa katika hili. Siku iliyofuata Ethan na Maxwell wakarudi tena kwa daktari. Baada ya vipimo kutoka, daktari akawaambia, bado inazidi kunichanganya na kunishangaza sana. Tumefanya vipimo mara 2 na inaonekana kabisa hauna kansa yoyote ile, upo salama kabisa, mwili wako umepona kabisa. Tunashangaa kwa kweli. Ethan na Maxwell walifurahi sana, wakakumbatiana wakimshukuru Mungu kwa matendo makubwa aliyowatendea. Nilikwambia movie hii ni kisa ambacho cha kweli kabisa na kimetokea kwenye maisha halisi. I say, tuandikie kwenye komenti hapo, ni jambo gani ambalo umewahi kulipitia na wewe kabisa kwa akili zako naona hili jambo bila Mungu kiukweli nisingetoboa, na pengine Mungu amekuvusha kwenye hilo. Kama bado haujasubscribe, tafadhali subscribe chaneli hii ili uendelee kupata movie nzuri kali kama hizi. Mimi naitwa Madoshi James. Tukutane wakati ujao. Bye. Mimi sina la ziada zaidi ya kukwambia tu, kama bado haujasubscribe, jimbo pekee la kupata movie nzuri za Kikristo zinazofundisha ni hili. Kama bado haujasubscribe, tafadhali subscribe ili uwe mwanafamilia halisi na ujisajili kwa ajili ya kupata movie nzuri za Kikristo zenye kufundisha kama hizi.